Msikilize huyu sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaitwa Sa'd ibn Abi Waqqas. Alikuja kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, ud'u Allah li an yaj'alani mustajaba ad-da'wa. Wenzetu pia walikuwa wanatamani mambo kama haya. Ya Rasulullah, niombee kwa Allah anijalie niwe dua zangu zinapita, zinakubaliwa. Kipeleka kitu Allah anakubali. Sharaf kubwa. Niombe kuna last fursa dhahabia, kwa sababu dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam sio kama dua zetu. Na mara chache sana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuombwa ombi kama hili alafu akampa direct vile vile anavyotaka. Alikuwa anaweza mkisema, ya Rabbi mjalie Sa'd ibn Abi Waqqas, kwanza huyu ni mjomba wangu. Huyu unajua historia ya Sa'd, mtu wa kwanza aliyoachilia mkuki katika Uislamu, katika wanajeshi wa Kiislamu aliyeka historia, yeye ndio mtu wa kwanza araqa daman fil Islam. Ule mkuki wa kwanza, nenda katika channel yetu ya Sheikh Uthman Maalim, kuna sira tunaizungumzia pale, utapata kuona silsila yake, uona ghazawati Rasul pale, utaona historia ya Sa'd ibn Abi Waqqas. Utamjua Sa'd ibn Abi Waqqas ni nani. Yule ambaye Mtume katika hija ya kuaga alikwenda kumzuru, naye yuko kitandani, akamwambia, ya Rasulullah, laqad balagha bi min alwaj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaq bi shatri mali, bi nisfi mali, bi thuluthi mali, bi thuluthi mali. Zote hizi, ya Rasulullah, mimi ni tajiri lakini nakufa mimi, maradhi yangu haya naona kama siponi, sina mrithi na mali nyingi, mrithi ni binti mmoja tu, na Waswahili wanasema mwanamke amalizi mirathi. Yani akishachukua nusu katika nasibu yake, nusu yake. Sasa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kanata fawqa ithnatayn fala فإن كانت واحدة فلها النصف إن كانت فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك, kama ilivyokuja katika suratu an-Nisa. Yani mirathi kagawa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn, mbili zako na moja ya mtoto wake. Wakiwa zaidi ya wawili, thuluth mbili. Ikiwa mmoja, nusu. Wanawake taba, yani mabinti, binti wa mayit wa halumma jarra. Lakini mimi mali zangu ni nyingi, mrithi wangu ni mmoja. Sasa je, nitoe thuluthu mbili za mali yangu? Mtume akasema la. Nusu la. Thuluthi, Mtume akasema thuluth. والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. Saad, ukiwaacha watu wako ni matajiri wana uwezo, ni bora kuliko ukimwacha mtu wako anaomba. Uislamu haukusema eti watu wako wafe maskini lakini wewe unawajali watu wengine. Na hii ni nasaha kutoka katika mimbari. Yoyote aliyokuwa na uwezo, anza na watu wa nyumbani kwako, anza na watu wako. Sa'd ibn Abi Waqqas anaambiwa usiwaache maskini watoto wako. Dini haikusema ushughulike na watu wa Islamu wengine, watu wa nyumbani kwako waache, anza na wao. Abu Talha iliposhuka lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, akasema, ya Rabb, mali ninayoipenda zaidi mimi ni hili bustani la Bayruha. Akamfuata Mtume akamwambia, Rasulullah, laqad anzala rabbuka qawlahu lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna Bayruha la hiya ahabbu amwali ilayya. Angalia wenzetu walivyokuwa wanatafaal na zile aya, yani yastajibun hapo hapo, yani wanaishi zile aya, wanaziishi. Unajua kuziishi aya vile, ukisikia tu inavyo, yani wewe ukareact na aya wakati ule ule.
kama yule ghulama aliyekuja kwa mtumishi wake amebeba biriani, basi akajikwaa, ile biriani yote ikadondoka juu ya bosi wake. Kama we nyumbani sasa, mtumishi wako una wageni umewaalika, wakati wa chakula tayari amekuja na mchuzi, akajikwaa, ule mchuzi wote ukamiminika juu ya kichwa chake. Ndio ilivyotokea, akaonekana na ghadhab. Lakini mtumishi alikuwa anajua Qur'an, akamwambia ya sayyidi, inna Allah ta'ala yaqulu wal kadhimin al ghayz. Yani nakuona kama umeghadhibika, lakini Allah anasema na wale wenye kuzuia hasira zao wana pepo siku ya kiyama. Basi aliposomewa tu pale pale akasema kadhamtu ghaidhi, nishazuia hasira zangu tayari. Kijana akamwambia bado, wal afina anin nas, Mwenyezi Mungu anasema na wale wenye kuwasamehe wengine wana pepo. Sio tu umezuia hasira, nisamehe pia. Akamwambia afautu anka, nimeshakusamehe. Akamwambia bado, wallahu yuhibbul muhsinin, na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya mazuri. Akamwambia hakuna zuri zaidi ya kukuacha huru. Sasa hivi wewe si mtumwa tena, uko huru. Hii ndio tafaul na Qur'an. Hii ndio namna ya kuishi na Qur'an. Yani unaisikia una react pale pale. Ndio maana waislamu wenye kujua mambo wakikuona umekasirika sana, wakamwambia salli ala nabi, msalie mtume bwana. Taban katika adati zote watu wanajua, ukishadajua mtume wewe ni ahabu nas ilaika, utatulia. Lakini watu wetu wasema bwana, hapa hapana kusaliwa mtume mpaka kieleweke. Wewe msomee hata misahafu yote, wewe atakuchinja. Sasa taamul na Qur'ani, unataamal na Qur'ani, unakwenda nayo sambamba. Sasa ya Rabb, unapenda sana, unataka mali tunazozipenda ndo tuzitoe. Mimi mali hii, shamba hili ndo nalipenda, nimelitoa sadaka, nimekupa wewe ya Rabb, nimempa mtume wako ya Rabb. Na yeye mtume akasema bakhin, hongera, lakini ij'alha fil aqrabin, nenda kawape watu wako wa karibu, sinipe mimi. Tafute mtu wako wa karibu maskini, mpe shamba hili. Akatafuta watu wake wa karibu akamgaia. Charity begins at home. Nyumbani, mahalo zako, mashangazi zako, wajomba zako wanaomba, afu unakuja huku so, jamani na sadaka yenu, anza wale kwanza alafu njoo kwetu. Anza na wale alafu naenda kwa wengine. Wale kwanza wanatakiwa na wao waenjoy. Sababu nao wajeuri bwana, hawaambuliki, waache na wajeuri zao. Wewe unatafuta wewe thawabu. Hawa hawana shukrani bwana, wewe usiangalie, sema la nuridu minkum jazaan wala shukura, inma nut'imukum liwajhi Allah. Wape alafu naenda kwa watu wengine. Sasa waislamu wenzako, ndugu zako, majirani zako, akina sisi, baadaye njoo. Naam, lakini baada ya kumalizana na watu wako, jamaa zako wa karibu. Saad ibn Abi Waqqas akamwambia mtume, mimi sina mrithi isipokuwa huyu na mali zangu ni nyingi. Lakini mtume alikuwa anaona mbali, akamwambia la'allaka an tukhallaf, huenda wewe ukaachwa na ukaendelea kubakia. Si unaogopa, unaona utakufa? Who knows, huenda wewe ukaendelea kukaa hatta yantafi'a bika an-nas wa yudharra biha al-akharun. Kuna watu watafaidika nawe na kuna wengine watafasirika kupitia wewe, yani watakipata kupitia mikono yako. Neno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam yaliacha athari kubwa sana na historia. Hii ilikuwa ni mwaka wa 9, ni mwaka wa 10 Hijria, yani hija ya mwisho ya mtume. Ni kwa mwaka wa 10 mtume hija yake ya mwisho, au ilikuwa mwisho yani wa mwaka wa 9. Ala kulli hal, mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo alikwenda zake. Ilikuwa mwaka wa 10 Muharram, akaenda mtume Dhulhijja, akaishi Muharram, Safar na Rabiul Awwal. Miezi mitatu tu mtume kafariki. Dhulhijja mwaka huo wa 10, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, mtume kafariki.
Saad ibn Abi Waqqas alinyanyuka kitandani. Aliishi baada ya hapa zaidi ya miaka 40. Zaidi ya miaka 40. Kuugua sio kufa. Angalia mtume aliyekwenda kumzuru Saad, baada ya miezi 3 kafa. Saad alikuwa anasema mimi nakufa, sina mali, sina mrithi. Yeye akaendelea kuishi karibu nusu karne. Karibia kapiga karibu nusu. Baada ya pale alisema inna mtoto mmoja Allah kampa zaidi ya watoto 30 wa kike na wa kiume baada ya pale. Na alikuwa hodari. Ukisoma history, Maarakatul Qadasiyya, vita vya Qadasiyya zama za Umar ibn al-Khattab, japo alikuwa na majeraha lakini ndio alikuwa kiongozi. Yudiru aljaisha, analiendesha jeshi kutoka juu ya shurfa na dirisha. Saad ibn Abi Waqqas anamwendea mtume, anamwambia ud'u Allah li an yaj'alani mustajaba ad-da'wa, niombe niwe mwenye kuitikiwa dua. Iko inatosha tu. Akasema ya Allah ij'al Sa'dan mustajaba ad-da'wa, mjalie kijana wangu Saad awe dua zake zinaitikiwa. Lakini mtume hakuomba hivyo. Alimwambia ya Saad, atib mat'amak takun mustajaba ad-da'wa. Ewe Saad, kiboreshe, kifanye kizuri kipato chako unachokitafuta, kinachoingia mdomoni mwako, riziki unayoitafuta iwe ya halali, utakuwa mtu mwenye kuitikiwa dua zako. Sasa hapa tushapata njia ya kuitikiwa dua zetu. Sasa sote tulikuwa hapa tunahangaika, tunatafuta. Muhimu sio kuhangaika wala kutafuta. Kile unachokitafuta ni cha halali. Kile ambacho unakifanya mpaka kuingiza mkono kinywani ni cha halali. وذكر الرجل الأشعر الأغبر يطيل السفر ويرفع يديه. ni hadithi refu lakini kipande hicho. يرفع يديه إلى السماء, ananyanyua mikono yake mbinguni. Wayakulu ya rab ya rab, ewe Mola wangu, nipe hiki nipe hiki nipe hiki. Mtume anasema wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram anna yustajabu la. Huyo chakula chake cha haram, kinywaji chake cha haram, hata nguo alizozivaa ni za haram. Yeye mwenyewe nabata lahmuhu min alharam, yani ghudhiya bil haram, amelelewa haram. Anna wapi yustajabu lahu, ataitikiwa dua yake. Mtume anasema. Sasa wazazi wetu sijui wametuleaje mpaka hapa tulipofika. Wazazi wetu sijui wametulea vipi. Mikono yao ilikuwa ikifanya nini? Kilichochumwa na mikono yao kilikuwaje? Mpaka hizi nyama zetu hizi zimeota mpaka leo tumekuwa na sisi ni wazee, sijui tulilelewaje mpaka tumefika hapa. Sasa na sisi zamu yetu sijui tunawaleaje watoto wetu na kipi. Salafu salih, mtu alikuwa kitoka nyumbani tu, mke anamwaga mume, basi anamwambia mume wangu ittaqillaha fina wala ta'kul harama fa inna nasbiru ala al-ju'i fi ad-dunya walakin la naqwa ala sadri nari jahannama yawm al-qiyamah. Mume wangu, mche Allah sana kuhusu sisi, usituletee riziki ya haramu. Tuna uwezo wa kusubiri njaa katika hii dunia, lakini hatuna uwezo wa kusubiri moto wa jahannam kesho akhira. Kuna tajiri mmoja aliwahi kuniambia, anasema nilikuwa naibiwa pahala fulani, kayapataja pahala fulani, sitaki kupataja, kila siku milioni 10. Walikuwa wananiibia kila siku milioni 10. Yani wewe unamuibia mtu kila siku milioni 10. Sahibi yeye mwenyewe ni sahibul malayin. Kuna watu wengine unajua hata ukiwaibia milioni 100 hawashtuki. Ingawa vile umeiba viatu msikitini, basi mswaki tu
Ukimsikia anazungumza na simu, ile bilioni 2 imeingia, milioni 500 mtilie, yani malaini mumaliana. Wewe hizo pesa unazisikia tu kwenye simu au kwenye radio au kwenye taarifa za habari, au kama wezi wameiba bank. Wapo watu lugha zao ni hizo. Sasa unaiba milioni 10, unaenda unazifanya fujo, kwa sababu zile zimekuja bila ya jasho. Unazifanyia fujo, unawapa watoto, na watoto wengine wanaotufanyia fujo mitaani kwa yale mahonda ya sauti kubwa, wanabana exhaust pipe nyingine ndo kama hizo. Alafu unafanya uchafu, unafanya mambo chungu nzima, unaona unaenjoy, umefurahika. Lakini msikilize Dr. At-Tantawi. Dr. Ali Tantawi anasema ladhatul maasi tadhhab wa yabqa iqabuha. Ile utamu wa maasi baadaye unapotea, lakini zinabaki dhambi zake. Wa mashaqqatu at-ta'a tadhhabu wa yabqa thawabuha. Na zile dhiki na tabu za taa na ibada pia huwa zinapotea, lakini zinabaki thawabu zake. Angalia falsafa. Ladha ya kumasi Allah, ladha zile pesa za kuiba, za kudhulumu, za kunyang'anya, zina, zote hizi ladha zake zinaisha, zinapotea, lakini zenye kubaki ni dhambi kama hutotubu. Na yale mashaka, yale tabu, unaswali, unatoa zaka, unafunga, hizi shida hizi pia nazo hupotea, lakini thawabu zake zinabaki. Tumefahamu? Nani anakumbuka vizuri? Tusipige mfano wa maasi. Utamu tu wa chakula cha jana ulichokula, iftari aliyokuandalia mke wako. Sasa hivi unaikumbuka, unaihisi ladha yake bado kwenye imeshapita. Unasubiri nyingine tu, labda baadaye. Hapa tunaweza tukakuweka sana hapa mpaka magharibi saa 12 saa. Leo shekhe ametuweka sana, kwa sababu shaanza kusikia harufu ya chapati wala hakuna, na shetani tu ile ladha inaanza kuja. Vikao kama hivi navyo vina taabu yake, ukipitisha ule muda unakera. Wanasema shekhe alikuwa kwenye darasa siku moja, akawa anawapa watu wake ahwal za ahlun nar au safi nar, sifa za moto, namna unavyofanya, unavyounguza. Mwisho wa darasa akauliza wanafunzi wake, nani na nani hataki kwenda motoni? Wote wakanyanyua mkono. Kwa jinsi ilivyotuhadithia, hatutaki kwenda moto. Ndio huo. Akawauliza tena, nani na nani hataki kwenda motoni? Wote wakanyanyua mkono isipokuwa mmoja tu. Yeye kabaki bibi anamtizama tu. Basi akaona labda abadilishe swali, nani na nani anataka kwenda peponi? Wote wakanyanyua mkono, yule hajanyanyua pia. Sasa mwalimu akashanga, motoni hataki kwenda, peponi pia hataki kwenda. Ikabidi amuulize, wewe unataka kwenda wapi? Mimi nataka kwenda nyumbani. Maliza mazungumzo yako, mimi nataka kwenda. Kuna wakati mtu peponi hataki wala mtu, yani hizi hadithi na aya naona kama tunamfanyia fujo. Wakati wake ukifika, huyo anaweza atasema shekhe gani yule, ajui atakuchunga wakati, kwa sababu kishamtamani mkewe, asishasikia harufu ya, kumbe harufu hiyo ni hapo jirani labda pengine. Tutamaliza kwa wakati mzuri, asije mtu akawa anataka kwenda nyumbani. Anahimiza bado tuna time. Tayeb, yafanye mazuri mapato yako. Wazee wetu alhamdulillah wameshafanya kazi yao, lakini wewe sasa unakipataje kipato chako? Ndo kama hao unamwibia mtu kila siku, ndo unajenga, unanunua hiki, unanunua kile. Haramu.
Saad ibn Abi Waqqas akaambiwa na Mtume, kipato chako kiwe kizuri. Wanasema falam ya'khudh Sa'd ba'da dhalika illa min alhalal, hakuangalia isipokuwa halal, mkono wake unakwenda wapi, na alikuwa tajiri. Watu husema wewe unafikiri unaweza ukatajirika bila haramu? Na masahaba hawa tunaowataja walifanya biashara. Saad ibn Rabi' alifanya biashara. Huyo ni milionea, ni bilionea katika Uislamu. Na Saad ibn Abi Waqqas vile vile walifanya biashara. Uthman bin Affan walifanya biashara. Je, walikuwa wakifanya biashara haramu? Kile ambacho unafanya biashara ukimchunga Allah kinatiwa baraka. Wazee wetu wa zamani ukiwapeleleza, mtu anauza duka, wengine wanauza kiosk, wengine wanauza kahawa, anatembea na buli yake anauza kahawa, kikombe. Hizo ndizo zinazoendesha ile nyumba, watoto wakalipiwa school fees, watoto wakasomeshwa na hizo. Leo wewe una kampuni nzima unashindwa kulisha mkeo mmoja tu. Unasema kungetangazwa jamani kila mtu arudishe mkeo nyumbani, anasema mimi ningekuwa wa kwanza. Eti humwezi mkeo. Mwingine anasema nataka nimkate nusu, nichukue kipande kimoja tu. Yale mapesa yote yalokuwepo hayana baraka yote. Zipo nyingi. Hapa kama tutaanza kuwasachi watu mifukoni hapa, tutatoa karibu milioni 10 hapa. Hawa watu hawa. Lakini tukiwaambia toeni kidogo bajeti yetu msikitini hapa tunahitaji, tutapata nyingi 100,000. Pesa nyingi lakini hazina baraka. Saadi akawa anakula cha halali, anakula cha halali. Sasa sikiliza mambo yake. Umar alimchagua Saad Kufa, ule mji wa Kufa ule Iraq, aliyeujenga ni Saad ibn Abi Waqqas, kama Amr ibn al-As alipokuja zake Misri kule akajenga Fustat. Hizi nchi zote hizi zina historia na hawa masahaba wa Mtume. Saad akaijenga Madina al-Kufa. Umar ni khalifa, huyu ikawa kama governor, kwenda kutembea ile kuuliza shida na matatizo ya raia wake. Kila msikiti anapokwenda anasikia sifa nzuri, bwana umetuwekea kiongozi mzuri, governor mzuri. Akienda pahala watu wote wakamsema vizuri. Saa kanyanyuka mmoja kule akatoa mashtaka, akasema Umar, inna Sa'dan la yuqsimu bisawiyya wala yasiru ma'a sariyya wala ya'dilu fil qadiyya. Kile kizee jamaa kampa mashtaka Umar matatu. Huyo Saad huyo kwanza hatoki na jeshi, tena akihukumu hukumu zake zote za jeuri na dhulma ahukumu vizuri, lakini pia katika kesi zake nyingi hakuna usawa, yaadil, yani anapinda. Saad la yasiru bisariya wala yuqsimu bisawiya, hagawi sawa, wala yaadilu fil qadiyya, katika kesi hana uadilifu, katika ugavi hagawi sawa, na jeshi analiacha linakwenda peke yake. Kafika pahala mpaka akashtumiwa. Umar anamwambia Saad, wakati anamuuliza anamwambia, laqad balaghani annaka la tuhsinu tusalli, nipata taarifa zako mpaka watu wanasema wewe hujui kuswali. Sahaba wa Mtume huyo anaambiwa hajui kuswali, mpaka imembidi Umar anamwambia hebu swali mbele yangu nione unaswali vipi. Akamwambia mimi naswali vile vile, rakaa 2 za mwanzo zinakuwa refu kidogo, rakaa 2 za mwisho zinakuwa fupi, kama alivyokuwa kisali mtu. Anajitetea hivyo ndio utakavyokuwa. Hawatukupenda wote, na hata ukijitahidi wewe kufanya vizuri, huo uzuri wako ndio ubaya wa watu wengine. Basi wakati yule mtu anashtaki mbele ya Umar, la yasiru ma'a sariyya la yaqdi bisawiyya la ya'dilu fil qadiyya, Saad akasimama akasema, Allahumma in kana abduka hadha qama riya'an wa sum'a fa atil umrahu
wa atil faqrahu wa arridhu lilfitan. Sie katoa mashtaka matatu na Saad kaomba dua tatu kamwombea. Lakini pia kumwombea kwake unaona hasa huyu mtu ni mwadilifu. Anasema ya Rabbi, ikiwa mja wako huyu kasimama kwa sababu tu ya chuki zake na ria, waonyeshe watu kwamba anajua sana kusema na hana la kweli kwangu isipokuwa tu ubaya wake, ndo anataka kunifanya mimi mbele ya watu hivi kuniaibisha, kama ndo lengo lake. Pengine inawezekana sio lengo lake. Watu wangapi wanakukosea lakini hawajakusudia? Basi hilo pia kalichunga sana. Yani mtu unamkosea wewe lakini anakupa udhuru. Na ndio dini inavyosema. Dini inatuambia iltamis li akhika udhran, mtafutie ndugu yako udhuru. Mtafutie wewe, mpe wewe udhuru, usimsubiri aje bwana mbona sikukuona kwenye nikaha ya mwanangu. Usisubiri mpaka sasa bwana nilikuwa naumwa. Najua mimi na wewe tulivyo, ima umesahau au ulikuwa umeshughulishwa. Huwezi kuacha kuja kwenye shughuli. Mimi nakujua wewe, huo ndo udhuru unampa yule mtu, hata kama alikuwa yeye anajua lakini anafarijika. Hivyo ndivyo tumefundishwa Waislamu. Mama Ali nimemwalika leo lakini simuoni, itakuwa lazima kuna kitu kimemfanya asifike. Huyu namna alivyokuwa shogangu hawezi kuacha kuja. Mama ukimsikia anasema maneno kama unapata faraja. Lakini sivyo tulivyo sisi. Bwana mimi sija kuona kwenye harusi ya mwanangu lakini najua mimi mwenyewe nishapata jibu zamani. Unaniona mimi lofa na mimi siko standard moja na wewe, unajua tu labda ulifikiri utakuja kuambulia vitumbua vya kuungua, basi mimi najua mpaka wakualike kina fulani na fulani na fulani ndio uende. Wewe ushapata jibu, sijui uliletewa na nani. Unajaza mwenyewe tu majibu. La iltamis li akhika udhran, mpe udhuru ndugu yako, na hasa namna mlivyo. Mimi najua kuna sababu, kama kusingekuwa na sababu ungekuja. Naam. Basi Saad ibn Abi Waqqas akasema ya Rab, in kana abduka hadha qama riya'an wa sum'a, kama kasimama anajionyesha mbele ya watu na chuki zake tu zimemnyanyua, ni muongo katika hayo, ananisingizia zima simu, ananisingizia, basi ya Rab mpe umri mrefu na ufukara mrefu pamoja na umri huo mrefu, na mletee fitna mbele ya uso wake. Dua tatu hizo kama mashtaka matatu alioniombea. Mpokezi wa hadithi hii anasema falaqad ra'aytuhu wallahi shaykhan musinnan walaqad saqata hajibahu ala aini, nimemuona huyu mzee shakuwa mtu mzima umri. Ina maana wakati wa masahaba hawa wanaosimulia ni matabi'in. Sasa ile generation ishapita, ina maana alikuwa Muammar shapata umri mrefu mpaka zile ule uzee kope nyusi zake zile hajib ndo hizo zimedondoka katika macho yake, yani zimeziba macho yake haoni. Wakana yaqifu fi turuqat, na alikuwa akisimama katika vijia njiani, anasubiri vigori vijari vile, anavigusa sehemu nyeti. Yale aliomba sana awe na umri mrefu, tena alikuwa fukara mno, tena aridhu lilfitan, fitna ndo sahibi yake, kazi yake kukamata watoto wa kike. Ile dua ya Saad. Na si haya, katika vita vya Qadasiyah Saad alikuwa na majeraha, alikuwa naumwa, hakushuka kwenye ardhi ya vita kama wengine. Sasa baada ya kushinda Waislamu, yuko bwana mmoja anatoa maneno kwa mashairi. Yale maneno yalikuwa yanaashiria kwamba tumepigana, tumepata ushindi, wake zetu wengine wamekuwa wajane, wamezao wameshakufa, lakini wake wa Saad wako vile vile. Yani Saad kama hakufanya kitu chochote, kaja hapa katuegemea sisi, basi na sisi tumeshinda. Saad akasema Allahumma kfina lisanahu
wa yada. Ya Rabbi, tutoshe na shari za ulimi wake huyo mtu na mkono wake. Sema pale pale kilikuja chembe cha mkuki kikamtwanga yule mtu mpaka ulimi ukawa bubu na mkono ukaparalyze, hakuweza tena kuongea. Hapo kwa hapo Saad ibn Abi Waqqas alikuwa mustajabu da'wa. Siri ya mtu kula halali inakwenda mbali, si wewe tu, mpaka kwa watoto. Mtume anasema katika hii hadithi tuhifadhi ya Abi Umama al-Bahili, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika suala ambalo waislamu au watu wana wasiwasi nalo sana ni suala la riziki, lakini ndilo suala ambalo halina wasiwasi kweli kweli, kwa sababu aliyedhamini ni Allah, kama alivyosema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Mtume anasema katika hadith, anasemaje? inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Anasema Jibril amekuja fanafatha fi ru'i, yani nafatha fi qalbi, akanipa wahi, akaniambia hakika nafsi ya mtu yoyote haitokufa mpaka ikamilishe riziki yake. Mtume anataka kutupa taukid namna gani riziki zetu zinavyokuja, iondoe ile wasiwasi kwamba mimi sipati mpaka nimuibie yule ndo nitajiriki, iondoe ile wasiwasi wa mtu kufanya ya haramu. Inna nafsan, nafsi yoyote lan tamuta, haitokufa hatta tastakmila rizqaha wa ajala, mpaka muda wake ufike na ile riziki aliyopangiwa ikamiliki. Si hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud kwamba ukishakuwa miezi fulani katika tumbo wanakuja malaika fulani, kila wale malaika jukumu lao wanaandika mambo yanayofungamana nawe, miongoni mwao rizquk. Huyu hapa Rashid atakula magunia 1000 ya mapembe. Mfano sio ukasema ndo unaniombea yani mfano, wa bil mathali yatadhu al maqal, wanasema Waarabu, yani ufasaha unakuwa zaidi pale unapopiga mifano. Sasa hufi wewe, huondoki duniani mpaka umalize mapembe yako yale. Sasa ulikuwa na haja gani kwenda kumuibia mtu? Kwa nini utoke mpaka ukamdhulumu mtu? Ndio nasema alayka bi taqwallahi in kunta ghafilan yatika bil arzaqi min haythu la tadri fakayfa takhafu al faqra wallahu raziqan faqad razaqa at-tayra wal huta fil bahri waman dhanna anna ar-rizqa yati biquwwatin ma akala al-usfuru shay'an ma'a an-nisri. Anasema jilazimishe kuwa mcha Mungu, atakuletea Mwenyezi Mungu riziki kwa namna ambayo wewe hujui. Wallahi huyu simama karibu. Huyu kijana ningependa nitoe mfano. Huyu anafanya kazi kwenye boti. Kila Ramadhani kifika anachukua leave likizo, tena bila malipo. Yani hachukui mshahara kwa sababu apate nafasi ya kufanya ibada. Ni mdogo, sijamuonyesha kwa sababu ya ria, nimemsimamisha kwa sababu tujifunze kutokamana sisi kwa sisi. Kwani hata kipesa huyu kaka, lakini anasema kwa sababu anahisi commitment za kazi kule zitamfanya asiweze kufanya mambo mengine katika mwezi huu, season hii, high season. Wale tuwazungumza juu ya mimbar kwamba wanajua nini, hawashughulishwi na tembo wako wengi.
Jana nimewasikia baadhi ya vijana wa pahali wamekaa, kuna pita wanawake sema tembo huyo. Lakini mtu anajua nini anachokitafuta. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo rai. Na usishangae akapata kuliko kile alichokuwa anakipata, kile alichokiacha. Riziki kapanga Allah. Tena sema riziki haiji kwa sababu ya uhodari sana, wala nguvu sana, wala eti umesoma sana. Na wale waliosoma sana wanaenda kuandikwa kazi na mtu ambaye hata darasa la 4 hakufika. Si ndio inakuwa hivyo mara nyingine? Riziki anatoa Allah. Tena Allah vigezo vyake si kwa eti wewe kwa sababu unaswali sana eti akupe nyingi sana, kafiri eti amnyime kwa sababu la, mwenyewe kakafi. Ndio mshairi mmoja akasema law kanatil arzaqu tajri ala alhijah halakna idhan min jahlihinna albahaim. Kama riziki zinakuja kwa sababu ya akili, wanyama wote wangekufa njaa kwa sababu hawana akili hapo. Hawana certificate wala baccalaureate wala magister wala PhD. Hawana cheti, hawana shahada, hawana stashahada, hawana chochote, lakini wanakula, wanashiba, wanafanya mambo yao. Ndio ile qad razaqa al-usfura wat-tayra fil bahr wal-huta fil bahr, mpaka samaki anawaruzuku mwenyewe subhana jalla jalal. Hizo tuziache kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mtume anasema lan tamuta ayatu nafs hatta tastakmila rizqaha wa ajala. Kisha akasema mtume maneno haya mazuri, fattaqullaha wa ajmilu fi talab, mcheni Mwenyezi Mungu na fanyeni uzuri katika kutafuta. Hakusema Mungu ndo anatoa basi msifanye kazi, Mungu ndo anatoa basi msiitafuti. Hapana, tawakkul. Katafute kibarua, katafute kazi, katafute kilimo, kafanye kazi zile ambazo zinakufanya we upate zile asbab. Nasema fattaqullah, mcheni Allah, wa ajmilu fi talab, yani khudhu ma halla wa da'u ma haram au harum, chukueni cha halali, acheni cha haram. Kisha akasema wala ya'khudhannakum istibta'u rizq ala an tatlubuhu bima'siyati Allah fa inna fadla Allah la yunalu bilma'asi au illa bitta'a. Wala isikupelekeni kwamba riziki imechelewa mkaanza kutafuta nyenzo za haramu ili kuileta haraka, kwani fadla za Mwenyezi Mungu hazitafutwi kwa maasi na madhambi ila kwa taa ya Allah. Abul Maali al-Juwaini, huyu anahesabika katika adhka an-nas fi asrihi, jami' lilulumi walhikam, akhlaq, tawadhu. Msomeni, kazaliwa mwaka 438 Hijriya, leo 1440. Abul Maali al-Juwaini, sababu za yeye kuwa mtu ambaye leo tunamsoma mnazijua, kufika katika manzila mpaka akaitwa Imamul Haramain. Leo ukisoma kama we ni mtu wa kushughulika na historia, ukiuliza nani Imamul Haramain, usije ukasema ni Shuraim au Sudais. Hii ni laqab yake yeye tu. Abul Maali al-Juwaini alipita pitaje? Njoni pamoja kesho biidhnillah tumueleze kwa kifupi huyu mnasaba wa hizi ambazo tulikuwa tumezipitia katika hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar.